Hii ni Mtoro TV. Shekhe yake ananiambia hataki hapa afike saa 5, lakini ndio hivyo, inda dharurati tantafi ahkamu. Dharura ikija bwana, sheria kidogo inajiweka kando. Kwa hiyo muda wetu tupa mkono, lakini bado mambo machache tutumalize. Hivi sasa nafasi hii ya Sheikh Uthman ibn Khamis, yeye atasimama awazungumze Waislamu. Sheikh Uthman, tafadhali kaka yako. Wote. Umeona timing hiyo ndio inapotakiwa. Sio mtu anadhani alafu subiri. Hiyo timing sasa. Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله وكفى الذي يراعي حوائج العباد بدون الجفاء والذي إذا وعد وفى وإذا أوعد عفا وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وإمامنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد أهل الصدق والوفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى أصحابه الأجلاء الأتقياء الحنفاء والسائرين على نهجهم إلى يوم اللقاء. أما بعد أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Miongoni mwa mambo magumu kufanya ni kupewa kazi ya kumsifu mwanadamu aliyekamilika, na wakati wewe mwenye kusifu na maneno mapungufu. Unayemsifu ametimia, lakini maneno yako ni mapungufu sana. Hiyo ni kazi ngumu kufanya, na hapa ndio inapodhihiri ugumu wa kuifanya kazi ya kumsifu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa mustawa unaotimia. Lakini wasomi wa Kiislamu wote wanajua ma la yudraku kulluhu la yutraku qalluhu, ambacho hakipatikani chote hakiachi uchache wake. Ikiwa maisha yako bwana uliokaa hapa kwa siku ili uishi na uridhike, leo nimeishi vizuri, ulihitaji kupata shilingi 10,000 mathalan. 10,000 inakutosha kwa siku. Hiyo ndiyo kullu yako. Ukenda mbio ukatafuta, ukapita, ukaomba, ukafanyaje, ukaambulia kupata shilingi 3,000. Hizo huwezi kukataa. Huwezi kusema ninachotaka mimi ni 10 na nimeambulia kupata 3, sasa hizi 3 sizitaki. Itabidi uchukue 3 kwa sababu ma la yudraku kulluhu la yudraku qalluhu. Sisi hatuwezi kumsifu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam inapopasa. Ni kazi ameifanya mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini kiasi angalau iltimas tutasema kumhusu yeye sallallahu alayhi wasallam. Ninalolikusudia ikhtisaran shadidan katika munasaba huu
ni kuueleza huu umma ulioko msikiti huu hivi sasa ya kwamba bwana wetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sisi anatupenda kuliko anavyotupenda mtu yoyote mwingine. Mapenzi ya Mtume Muhammad anayokupenda Muislamu yamepita mapenzi anayokupenda mzee wako, anavyokupenda mamako, anavyokupenda bosi wako kazini, anavyokupenda jirani yako. Mtume Muhammad yeye anakupenda kuliko watu wote. Tumekuja kwenye maulidi haya kwa ajili ya kumsherehekea mwanadamu anayetupenda, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yako maeneo mengi kabisa yenye kudhihirisha mapenzi ya Bwana Mtume kwetu sisi, na wakati hautoshi kuongea maeneo yote, lakini moja katika hayo maeneo ni kwamba binadamu wana tabia ya kukumbukana. Yani kuna mtu umemuona siku nyingi, mmejuana, baadaye kaondoka, unammisi yule mtu, na unammisi, yani unatamani atokee tena umuone. Ajabu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ametumisi sisi wakati hajakutana naye. Mtume anawamisi nyote mlioko hapa, anaona tabu, kwa nini mpaka leo hakuoneni? Kwa sababu nyie ndio ndugu zake. Ruya an-nabii sallallahu alayhi wasallam fil madinati hazinan. Siku moja Mtume kaonekana pale msikitini ana huzuni, amekaa hana raha. Fasuila ma hadha ya Rasulullah, mbona hivi, kwa nini huna raha ya Rasulullah? Akasema, inni ara nafsi tatuku ila ikhwani, mimi huzuni yangu hii naiona nafsi yangu inawatamani ndugu zangu, nawamisi ndugu zangu, natamani kuona ndugu zangu. Qala sahaba, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, unawatamani ndugu zako gani? Kwani siye tulioko hapa sio ndugu zako? Kina nani hao ndugu zako wanakunyima raha? Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume hapo alitutaja sisi, anaoumizwa nao anawatamani kuwaona, alitutaja sisi. Akasema, la antum ashabi, antum ashabi, ikhwani qaumun ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarawni. Ndugu zangu mimi wapo, nyie ni sahaba wangu. Hao ndugu zangu watakaokuja, wao wataniamini mimi na hali hawajaniona. Ulaika ikhwani, hao ndio ndugu zangu mimi. Kwa hadithi hii ya Bwana Mtume Muhammad, sisi hapa ndio ndugu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambao Mtume anatamani sisi atuone, anatumisi Mtume wakati hata hatujakutana naye bado. Kwa hiyo namuomba Mwenyezi Mungu atukutanishe naye peponi inshallah. Kadhalika tuendeni pamoja katika sura ya 9 tukayaone mapenzi ya Mtume juu yetu sisi, na sura ya 9 ni aya ya mwisho, akhiri surati Tauba. Yaqulu al-haqqu tabaraka wa ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bilmu'minina raufur rahim. Unayaona vizuri mapenzi ya Bwana Mtume Muhammad hapa, namna anavyotupenda. Laqad, wajuzi wa Kiarabu wanaona vyombo viko hapa ambavyo maana yake ni kiwango cha juu kuthibitisha kinachosemwa. Allah anataka kutumia mustawa wa juu kututhibitishia habari anataka kuieleza. Anasema laqad ja'akum, kwa hakika amekuijieni. Amekuijieni nani? Rasulun, amekuijieni mtume. Mtume kakuijieni min anfusikum, wa fi qiraa min anfasikum. Amekuijieni mtume, anatokana na nyie wenyewe, ni binadamu mwenzenu, lakini mtume huyo ana jambo. Azizun alaihi ma anittum, ni mzigo mkubwa juu yake yale yanayokutabisheni. Kila kinachokutesa Muislamu, basi mtume anaumia mara mbili kuliko wewe. Ikitokea unadaiwa deni la kodi ya nyumba,
muda wa kufika kulipa umefika, cha kumlipa mwenye nyumba huna, na mwenye nyumba mtata, ile hali ya tabu unayoiona, Mtume anahuzunika mara mbili kukushinda. Namna azizun alaihi ma anitum, anahuzunishwa Mtume na dhiki zenu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ukiumwa Mtume anaumwa kuliko wewe, kwa namna unavyoumwa wewe. Dhiki yote unaoipata basi kwa Mtume ni dhiki kuliko wewe. Thumma madha harisun alaikum, ana papara kubwa bwana Mtume ili nyinyi muongoke. Harisun alaikum antahtadu, Mtume anapupa kubwa nyinyi muongoke nyote mwende peponi. Hamu ya Mtume mnaijua bwana. Mtume hataki mtu ende motoni, anataka nyote tuelekee peponi. Harisun alaikum bilmu'minina raufur rahim. Angalia sifa mbili, sifatani min awsafillah, raufu rahim, na Mwenyezi Mungu ni raufur rahim. Mtume kapata sifa mbili miongoni mwa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, la raufu rahim. Waumini wote mlioko hapa Mwenyezi Mungu anakuhurumieni, lakini na Mtume Muhammad naye anakuhurumieni huruma kubwa. Mnapendwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na ndiyo maana mna haki ya kukusanyika kama hivi. Mnamkusanyikia anayewapenda, na lazima mkusanyike kwa sababu mnapendwa. Ndugu Waislamu watukufu, eneo jingine kuonyesha mahaba yake ni hadithi mnayoijua, hadithi mashuhuri, likulli nabiyyin da'watun mustajaba fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni ittaba'tu da'wati shafa'atan li ummati yawm al-qiyamah. Mtume katuambia, angalia mapenzi haya, nataka ujue namna unavyopendwa na Mtume Muhammad. Kila mtume alipewa dua aombe na atakabaliwe. Hakuna mtume alinyimwa dua, na kila mtume dua aliyopewa kaitumia. Mitume wote wameomba wote, na dua zao tunazijua. Nabiullahi Adam kaomba dua, tunajua Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna, ameomba. Nabiullahi Nuh alayhi salatu wassalam alipozidiwa na ukorofi wa watu miaka 950, wale watu wa Nuh wale ndio watu ambao kwa jina la leo watu wa mjini mnaita mitambo. Nuh aliongoza mitambo, maana kuna mtu mwingine mtu na mwingine mtambo, na mtambo ni namna nyingi. Mwingine mtambo kutengeneza maji ya uhai, mwingine mtambo wa gongo. Sayyidina Nuh kaongoza mitambo, mwisho akashindwa, akaomba dua, rabbi inni maghlubun fantasir fafatahna as-samaa bima'in munhamir wa fajjarna al-ardha uyunan faltaqa al-ma'u ala amrin qad qudir. Ameomba dua, Allah kapokea, akaangamiza dunia nzima. Khalilullah Ibrahim kaomba alipotiwa kwenye moto, amesema hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah amemwambia moto, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kila mtume kaomba. Suleiman kachagua ufalme, yeye kaomba ufalme na mali, rabbi habli mulka la yanbaghi li ahadin min khalqika innaka antal wahhab. Wameomba. Zakaria akasema rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warith. Wameomba. Imefika zamu ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anasema inni ikhtaba'tu da'wati, mimi sijaomba, nimeweka akiba dua yangu. Dua ya Mtume kaweka akiba. Kamwekea nani ya Rasulullah? Nimeweka akiba dua yangu, shafa'atan li ummati yawm al-qiyamah, nende nikawaombee umma wangu siku ya kiyama. Usiwe na wasiwasi, hiyo ndio inaitwa timing. Vijana wanaita sio timing. Kwa ni time kidogo, na ni raha sana kutaimiwa. Hamna kama hawa ni watu wazuri, tusio wabaya. Shughuli yao hii ya kumshajisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume dua yake kamwekea nani? Kwani alikuwa hana shida? Hamkujua kama Mtume alikuwa anakaa baadhi ya siku hapati kula? خير النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له يا محمد أتريد أن تكون نبيا عبدا أو نبيا ملكا. Mtume kafiarishwa, utamani unatakaje?
unataka uwe mfalme na mtume au uwe mtume na mtu wa kawaida? Swali hili lingeelekezwa kwako ndugu yangu, hapa ungesemaje? Yani ungechagulishwa hivyo na Allah, chagua uwe mfalme au uwe mtu tu unatoka uko pande za ghayabatil jubbi yaltaqituhu ba'du sayyara, wewe ungechagua nini? Madha qala sahibul khuluq bal nabiyan abda ajuru yawman fa asbiru wa ashba'u yawman fa ashkuru was-saburu wash-shakuru fil janna. Mimi Mwenyezi Mungu niache hivi niwe mtume na mtu wa kawaida, mara nyingine nashiba nashukuru, mara nyingine nitapata njaa nitasubiri, na kusubiri na kushukuru ni matendo ya watu wa peponi. Mtume katuwekea dua yetu, hakuomba ili twende tukaombewe sisi siku ya kiyama, na inshallah wa kwanza kuombewa siku ya kiyama huyu bwana aliyekuja hapa kunituza. Watukufu wa Islamu wenzangu, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam yeye ndiye aliyesema lamma nazalat suratu Duha wa fiha qawluhu ta'ala wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Iliposhuka aya hiyo, qala al-arifuna billah, qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ya rabbi ana la arda wa wahidun min ummati fi an-nari, mimi sitoridhika kama atabaki mmoja tu kwenye umma wangu motoni. Yani Allah anasema hivi, atakupa Mola wako Muhammad na utaridhika. Msemaji ni Mungu. Sikwambii wewe kuwa amesema Mungu, nikwambie hivi, umeitwa na diwani wa kata yako, diwani au mbunge au mkuu wa mkoa, akakwambia bwana, nimekuita mimi nataka nikupe mambo mpaka uridhike. Hali yako unaionaje siku hiyo? Utatoka kwa mkuu wa mkoa umeshusha bega moja chini lingine juu, unatembea kwa bahari tu. Maneno haya ni Allah anamwambia bwana mtume, saufa yu'tika rabbuka fatarda, atakupa Mola wako utaridhika. Na mafuuli wengine wameondolewa, imebakishwa kafu, saufa yu'tika. Utapewa nini? Mafuuli wameondoshwa. Wataalamu wanajua fiili a'ta inataka mafuuli mpaka watatu, hapa kabaki mmoja tu, kafu. Saufa yu'tika, atakupa Mola wako, yu'tika, atakupa nini uridhike, akikutajwa ili kheri zote unazozijua ziingie, mazuri yote yaingie, kuwa hayo ndiyo atapewa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume kasema ana la arda wa wahidun min ummati fi nari, mimi sitoridhika kama atabaki mtu mmoja, mtu wangu akawa ameingia motoni, mimi sitoridhika. Mtume anataka sote twende tukaingie peponi. Namaliza maneno, mnaijua shafaatul udhma siku ya kiyama, wakati watu watakapokimbilia mitume wote wanataka angalau wahukumiwe, kila mtume atakayeelewa atasema sio kazi yangu, lastu laha, hii kazi ya shafaa sio yangu, sanatawajjahu biajma'ina ila qadami rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Tutamwendea mtume, tutakwenda sote chini ya mtume Muhammad, tunataka uombezi wake. Yaangalie mapenzi yake hapa, sayatawajjahu an-nabiyyu tahta arshi rabbih fayakirru sajidan fayaqulu maulahu ya Muhammad irfa' ra'sak wa sal tu'ta washfa' tushfa'. Basi kusujudu bwana, nyenyuka, omba utakalo, na sasa hivi sema utasikilizwa. Msemaji ni Allah, anamwambia mtume sema utakacho usikilizwe. Ungekuwa wewe pale ungesemaje? Ar-Rasul yaqulu ya Rabbi ana la as'aluka Fatimata binti wala as'aluka nafsi, mimi sikuombi kuhusu mwanangu Fatima ya Rabbi, wala sikuombei nafsi yangu tu. Ana as'aluka ummati ummati ummati, mimi nakuomba wahurumie umma wangu. Mtume peke yake sallallahu alaihi wasallam. Muislamu, kila ukiishi ujue wewe unapendwa zaidi na mtume Muhammad kuliko anavyokupenda mtu yoyote mwingine. Na mapenzi yana tabia yanataka yatoke pande mbili. Kama anavyokupenda bwana mtume, ni wajibu wako na wewe kumpenda mtume Muhammad, bali wewe unahitajika kumpenda zaidi, kwa sababu wewe una haja. Yeye mtume hana haja na wewe, yeye kashaelewa, kashajijuliwa, kashafikishwa mahala mahmuda alladhi wa'adahu Allah subhanahu. Wewe ndio una shida, wewe unatakiwa kumpenda sana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
haya maneno yangu nayafunga chini nikae kwa kuwauliza nyote mliokaa humu hivi sasa. Antum tuhibbuna Rasulullah? Mnampenda bwana mtume? Nataka msajiliwe usiku huu, muandikwe kabisa katika tasjili la aliyomo msikitini anayempenda mtume Muhammad au inue mkono wake juu. Hao ndio wanampenda bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Haashusheni mikono. Iko elimu haihitaji shahada ya jamia, wala elimu haihitaji degree ya chuo kikuu inayosema hivi unayempenda utakiwi kumuudhi. Haiwezekani kunadi unampenda mtu ambaye unamuudhi kila siku. Haya hayataitwa mapenzi, yataitwa nifaki. Narudia, mnampenda mtume? Mnajua hatakiwi kumuudhi. Hivi unaonaje kama kuna mtu asubuhi anakuja nyumbani kwako, akifika asubuhi anakutukana, unapata uchungu mkubwa, alafu anaondoka. Akifika saa 4 asubuhi, saa 5 anakuja, unamkuta anaanza kumvizia mkeo, anakuudhi wewe. Waliyadhu billah, ukae salama na wake zenu. Anakuja mtu kukuudhi kwa mkeo, baadaye unamkuta mchana mahala anakusifu, anakushangilia. Huyu anakupenda au nifaki hii? Sasa nataka tumpende mtume huku tunamfurahisha, tusimpende mtume huku tunamuudhi. Na ndio ujumbe wangu usiku huu. Lazima uyajue mambo yanayomchukiza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hayo kuyawache ili uwe unampenda kweli. Faala sabili al-mithali, bwana mtume Muhammad hampendi mtu yoyote anayesema uongo. Mtume hana mahaba na mtu anayesema uongo, na amesema kwenye hadithi yake, innal muslima la yakdhibu, Muislamu hasemi uongo. Na Waislamu ndio sisi hapa. Nani kati yenu anaweza kutulia yamini hapa ambaye ana siku angalau 3 tu hajasema uongo hata mmoja kwenye habari hii? Yaani katika siku 3 ya mdomoni wake imetoka kweli tupu. Ninapokumbuka mimi, kuna watu watoka asubuhi mpaka saa hizi kasema kweli maneno mawili tu, mengine yote mchana kutwa uongo tu. Naye mpenzi wa mtume huyo. Risala yangu kweli, kumpenda mtume ni pamoja na kumfurahisha, sio kumpenda kwa kelele tu kama hivi lakini tunamuudhi. Tumpendeni na kumfurahisha kama ambavyo yeye anatupenda na kutufurahisha. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hii ni Mtoro TV.